Uhaligani mtazamaji wa Sky International TV. Bwana, unionapo kuna jambo, na kwa siku ya leo nimeweza kukutana na mchezaji wa timu ya taifa, lakini kwa hivi sasa anakitumikia kikosi cha Dodoma Jiji, Abdi Banda, mmoja wa wachezaji ambao walifanya vizuri sana kwenye michuano ya AFCON pale Ivory Coast, lakini ni mmoja wa wachezaji ambao sifa zake kila Mtanzania anajua. Kwa siku ya leo tunaenda kuzungumza naye kuhusiana na maisha yake ya soka. Bwana Abdi, mambo vipi? Bwana, mambo poa tu. Uko fresh kabisa? Niko fresh sana. Watu ambao wanapenda kumfahamu Abdi Banda, Abdi ni mzaliwa wa wapi na Abdi ameanza kulicheza soka akiwa wapi? Unajua kwa majina kama watu wanifahamu, na naweza kujitambulisha, naitwa Abdi Hassan Banda, ni mchezaji wa zamani ni mtoto wa mchezaji wa zamani wa African Sports na Simba Sports, Abdi Hassan Mzee Hassan Banda. Kwa hiyo ni mzaliwa wa Tanga pale Tanga mjini, na ni mzaliwa pale, nimekuwa pale, nimesoma kule, ndio mpaka nikaanza maisha yangu ya soka. Abdi, soka lako umelianzia kwenye klabu gani hapo Tanga? Unajua katika maisha yangu ya soka ni historia ndefu sana, watu wengi hawezi kujua. Unajua sometimes ni vizuri sana kufanya interview kama hivi kwa wale vijana ambao wanapenda mchezo wa soka, kuja kujua ni kwamba mchezaji ni wapi ametoka na ni wapi anaenda. Kwa hiyo mimi nilianzia kuna timu moja tu hivi. Unajua asilimia kubwa wa wachezaji wa mpira tunaanzia timu nyingi za mtaani. Kipindi cha at least kwa sasa hivi kuna academies ambazo wachezaji wengi wanachukuliwa, wanaenda kufundishwa, lakini sisi wengi tulianzia hizo timu za mtaani, ndio baadaye unakuja unaonekana mpaka tunafika hapa tulipofika. Kwa hiyo nilianzia timu moja na vijana Kombezi ya kule mtaani, ndio baadaye kwa asilimia kubwa sana mtu ambaye amechangia mimi mpaka kufika hapa ni marehemu Abdul Bosnia. Ni mtu, ni kiongozi wa Coastal Union ambaye alinifuata kule Mchangani kipindi nasoma form 1 na kunichukua na kuniambia kwamba ni mtu ambaye alinimiliki kama mtoto wake kutoka ni kipindi niko form 1, na akanipeleka France Sports, na ndio mtu ambaye alinisimamia mimi mpaka nimetimiza ndoto zangu. Mzee wako Hassan Banda amecheza Simba, lakini na mwanae Abdi Banda amecheza Simba. Kuna uhusiano gani hapa? Ama baba amecheza Simba akakushawishi na uende ukacheze Simba? Unajua sometimes ni kitu ambacho kinatokea. Unajua mimi nimetoka African Sports, nimeenda Coast, alafu ndo nikaenda Simba. Kwa hiyo mzee wangu mimi amecheza African Sports, hajapita Coast, ameenda Simba. Kwa hiyo ni vitu ambavyo naona kabisa kwamba ni familia ya mpira. Kwa hiyo nimefuata vile ambavyo mzee amefuata. Kwa hiyo sometimes huwa inatokea tu, lakini kuna muda lazima ukubali kwamba unapokuwa mchezaji soka lazima mtoto wako katika familia lazima mmoja atafuata vile ambavyo wewe umefanya. Abdi, Tanga tunaweza tukasema kwamba kuna ubishani mkubwa sana, mchezaji wa African Sport lakini na mchezaji wa Coastal Union. Wewe uliozaje kutoka African Sport na kwenda kutumikia kikosi cha Coastal Union? Tunajua kwenye soka wana upinzani zaidi, na wewe ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa bora zaidi. African Sport wana uwezo wa kuachia mchezaji bora kwenda kwa wapinzani wao? Naweza kusema kwamba mtu ambaye namshukuru ni marehemu Abdul Ahmed Bosnia ambaye alikuwa ni kiongozi wa Coast. Sasa kipindi mimi nacheza African Sports, yeye Bosnia alikuwa ni kiongozi wa African Sports. Sasa kipindi mimi nacheza African Sports iko daraja la 4, Coast wako ligi kuu. Na moja ya kutimiza malengo yangu ilikuwa ni process kubwa sana ya mimi kutoka ligi daraja la 4 mpaka Sports ipande ligi kuu. Kwa hiyo alichofanya yeye ni kufight na kukubali, kwa sababu ilikuwa African Sports hawezi kuniruhusu mimi niende nikacheze Coast, lakini mwisho wa siku aliangalia malengo yangu na alitaka mimi nifanikiwe na kutimiza ndoto zangu. Kwa hiyo alikubali, lakini alikubali kubeba alama lote ile kwamba muache aende akacheze Coast, lakini ana malengo yetu ni kwamba apite pale Coast. Kwa hiyo hata kipindi ambacho nimeenda nimecheza Coast, sikukaa muda mrefu nikaondoka nikaenda Simba. Kwa hiyo mpaka leo hii mimi sidhani kama watu wa Coast wanaweza kubali kwamba mimi ni mchezaji wa Coast, kwa sababu hata kipindi nimeondoka sikuondoka vizuri Coastal Union. Kwa nini Abdi ukuondoka vizuri ndani ya kikosi cha Coast kwenda Simba? Cha kwanza ilikuwa mimi nacheza Coast na meneja yangu mimi ni African Sports. Kwa hiyo ilikopo hata nifanye nini wenyewe wanaamini kabisa mimi ni African Sports sio Coast. Kwa hata kipindi mimi naondoka sikuondoka kama mkataba wangu uliisha. Niliondoka, nilisaini 3 years. Unajua process ilikuwa ni ndefu. Watanzania, baadhi ya Watanzania wengi wanaijua, lakini napenda leo niwaambie kitu kimoja, ni kwamba nilisaini African Sports kwenda Coast na Bin Slumu alinipa mimi mkataba wa miaka 3, lakini viongozi wa Coast mimi hawakunipa ule mkataba. Kwa hiyo nilicheza Coast msimu mzima bila mkataba, ila nachukua mshahara. Kwa ule msimu wa pili nimeperform vizuri, wakaamini kwamba natumikia mkataba wa pili, lakini kumbe mimi sina mkataba. Kwa hiyo ikabidi niondoke, ndio kuna timu moja niende, lakini Coast wakabidi waniite tena mezani tusaini mkataba mwingine. Kwa hiyo mimi nilisaini Coast mara 2. Wa kwanza wakunipa mkataba, wa pili wakanipa mkataba. Kwa ile kipindi cha pili wanipa mkataba, wenyewe hawakuamini kabisa kwamba mimi labda ni Coast. Wakaamini kabisa huyu ni Sports, kwa nini anatufanyia hivi. Kwa hiyo hata kuondoka kwangu
Unajua kwenye mkataba wangu na kipengele cha kusema kwamba usiponipa mshahara miezi mitatu mkataba umevunjika. Kwa hiyo na kipindi kile kwa tofauti na sasa hivi kwamba mishahara inakuwa on time tofauti na kipindi cha nyuma. Kwa hiyo hawakunipa miezi mitatu, nikachukua chance mimi kwenda kusaini Simba. Ni kipengele kirefu. Abdi ni miongoni mwa wachezaji ambao umecheza soka la South Africa, lakini kuna mambo magumu ambayo yalikukuta South Africa ukiwa unakitumikia kikosi cha Baroka. Labda pengine unaweza kutupa scenario ilikuwaje maisha yako South Africa na kipindi unakitumikia kikosi cha Baroka? Kwa mimi naweza nasema ziko ni changamoto kwa sababu sio kwamba ni vitu vikubwa sana ambavyo labda viliweza kunikatisha ndoto zangu, hapana. Lakini ni vitu ambavyo kwa mchezaji mpira lazima ukutane navyo, hata kama sio nje, hata hapa ndani lazima viwepo. Lakini kitu ambacho mimi nakumbuka siwezi kukisahau kikubwa, nilicheza Baroka kwa misimu miwili ya kwanza. Ule msimu wa pili nakumbuka tulikuja kucheza mechi ya national team. Na unavyojua ukishacheza mechi Jumamosi, unatakiwa Jumapili urudi sehemu yako ya kazi, Jumatatu uingie mazoezini. Sasa hiyo siku nakumbuka tiketi tulikosa, nikakatiwa tiketi ya Jumatatu. Kwa hiyo ikabidi niripoti kule Jumanne mazoezini. Kwa ambayo ripoti zilikuwa nakwambia kwamba unatakiwa ufike Jumatatu mazoezini. Nilifika Jumanne mazoezini siku moja. Baada ya kufika mazoezini siku moja nilistopishwa nisifanye mazoezi, na nilionyesha vithibitisho vyote kwamba nilichelewa ndege zilichelewa kunikatia, yani nilionyesha dokumenti zote, lakini walishindwa kunielewa na wakanistopisha almost miezi miwili bila kufanya mazoezi kwa sababu ya siku moja ambayo nilichelewa. Hii kwenye maisha yako ya soka alivyokustopisha miezi miwili, ulijisije ambapo umestopishwa bila kufanya mazoezi na timu, labda pengine mechi ulikuwa uchezi? Kwenye maisha yako ya soka ulikuwa unajihisi vipi? Ilikuwa ni ngumu kwa sababu wakikustopisha vile maana yake hata mazoezi haufanyi na timu, unafanya mwenyewe. Na unavyoangalia kama South Africa tofauti na Tanzania kwamba mtu akikustopisha usifanye mazoezi na Dodoma Jiji, maana yake utakuja kufanya mazoezi viwanja vya mitaani. Sasa South Africa hakuna viwanja vya mitaani. Yaani ukisimamishwa usifanye mazoezi maana yake wewe utakuwa labda unaenda tu gym basi, hamna sehemu ya kufanya mazoezi labda kujiweka fiti na kila kitu. Lakini kitu ambacho kilinishangaza mimi ni kwamba baada ya miezi miwili kustopishwa, yani timu imeenda kucheza away, nikapigiwa tu simu na bosi kwamba tunaomba kesho usafiri na timu. Imagine kutoka miezi miwili, alafu ile siku tunapigiwa tu simu huko, mtu anakupigia tu simu huko wapi, niko nyumbani, naomba kesho usafiri na timu. Unasafiri na timu, unafika kule afu kwa mechi na Mamelodi Sundowns. Afu bosi anakuambia unaanza kesho. Ndani ya miezi miwili hujacheza mpira, afu naambia bosi unaanza. Kwa hiyo una jinsi, kwa sababu mimi nifanya kazi, mimi nilicheza, afu na ile mechi tulipata clean sheet. Kwa hiyo toka siku ile ikawa kila kitu tunaenda vizuri, wala sikuangalia nyuma nini kinaendelea. Maisha ya soka ya South Africa na maisha ya soka ya Tanzania kuna utofauti ambao umeuona, sababu naamini wewe ni miongoni mwa wachezaji ambao wamedumu kwa kipindi kirefu sana South Africa na kipindi kirefu Tanzania. Maisha ya huku na kule kwenye soka, unaona kuna kitu gani ambacho wanatuzidi ama kuna kitu gani ambacho tunawazidi wao? Unajua mpira una tofauti kubwa, lakini kitu ambacho wametuzidi kule wenzetu ligi yao wameiboresha sana, ambao sasa hivi hata si kwetu tunaiboresha inakuwa nzuri, lakini kule wameiboresha muda mrefu sana. Na pia mpira ambao wanaucheza kule, nikupe mfano mzuri, ni kama ambao sasa hivi wanaucheza Simba. Simba wana mpira ambao wanaucheza sasa hivi ni mpira ambao utegemei mtu mmoja, ni mpira ambao unacheza kwa timu nzima. Sasa ndio South Africa mpira wao kule South Africa ni wa kutegemea timu nzima, na ni mpira ambao yani ni vitu ambavyo yani mpira umeufanya rahisi sana kuliko kwetu. Yani wanamrahisishia mchezaji kufanya kazi yake tofauti na kwetu. Kule kila kitu kiko vizuri, lakini na kitu ambacho nashukuru kwamba hata sasa hivi mpira wetu nao unaenda kule ambapo wenzetu wamepiga hatua. Ukiangalia hata kwenye timu zetu za taifa zinafanya vizuri, ukiangalia kwenye klabu mashindano ya kimataifa zinafanya vizuri. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani kwamba leo hii watu kwa wanaogopa kucheza na timu za South Africa, lakini leo hii timu umeona kama Yanga walionyesha ubabe wao mbele ya timu za South Africa, uliona Simba wamepambana na South Africa. Kwa hiyo ni jinsi ambavyo ligi yetu imekuwa, na tunaleta changamoto kwenye timu nyingine, kwa sababu hata nao wapinzani wakisikia wanacheza mechi Tanzania nao hawaji kirahisi, wanakuwa ni mechi ngumu. Sawa, mlikuwa mna ushirikiano gani wachezaji ambao mnatoka Tanzania kwenda kucheza soka la South Africa? Ulikuwa na Hamza pale, lakini Gadel naye alikuja kule, lakini nawe ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa kule. Labda pengine mlikuwa mna ushirikiano gani katika kuhakikisha kwamba wachezaji wa Tanzania tunakuwa pamoja kwenye ligi ya South Africa ambao tunaicheza? Tulikuwa tuna ushirikiano mkubwa. Yaani ukiacha ambao tunacheza tu South Africa, unajua wachezaji wote ambao tulikuwa tunacheza nje tuna ushirikiano mkubwa. Yaani tunawasiliana,
tunapeana moyo. Unajua kucheza nje au kukaa mbali na familia sio kitu kirahisi. Kwa hiyo kuna muda tunapeana moyo. Kwa hiyo acha wale ambao tuko South Africa tu. Yaani wale ambao watu wako nje wakina Samata, kina Simon, wakina Emidi, huo ambao tunapeana moyo. Lakini kwa wale ambao tuko South Africa likopo ni nzuri kwa sababu kipindi kwa cha mapumziko huwa tunatembeleana, tunaonana, kwa hiyo tunapeana moyo. Na mwisho wa siku wengine tumefanikiwa na pia wengine wamerudi, kama brother zake amerudi amecheza Simba, umeona anacheza First 11, amerudi national team. Kwa hiyo ni moja ya mafanikio ambayo ameonyesha. Banda, kwenye kikosi cha timu ya taifa michuano ya AFCON Ivory Coast ulikuwepo pale. Labda pengine unaweza kutugusia kidogo michuano ambavyo jinsi ilikuwa ya AFCON ambayo mtoka kucheza pale Ivory Coast. Mashindano yalikuwa ni mazuri na mimi nilikuwa ni mara yangu ya kwanza kwa sababu mara ile ya kwanza ambapo tulienda 2019 niliumia dakika za mwisho, sikuwepo, lakini ya mwaka jana nilikuwepo. Kwa hiyo ni mashindano ambayo ni mazuri na experience ambayo nimeiona ni labda naweza nikasema kitu kimoja ni kwamba Watanzania ni sisi kuandaa timu yetu kwa sababu ile mashindano sio marahisi. Na kila mtu huwa ana target yake na kuna zile timu ambazo watu wote wanajua ni timu kubwa. Kwa hiyo lazima tujitahidi kukabiliana nazo, lakini kitu ambacho mimi nashauri au mimi napenda niongezee ni kwamba tuyatumie yale mashindano kama kuwatoa wachezaji wetu kwenda kucheza kwenye klabu nyingine kubwa. Mara nyingi mimi target yangu unajua sio kucheza kwa sababu ya national team. Unajua national team ni timu ya Watanzania wote. Tuko karibia Watanzania kwa sensa ambayo imetoka hii ya mwaka jana mwaka juzi tuko karibia 70,000 na hisi milioni. Kwa hiyo na wachezaji wanatokea kwenda AFCON ni wachezaji karibia 25. Kwa hiyo ni kila mtu ana haki ya kucheza national team. Lakini mimi kitu ambacho mimi nafanya ni kusaidia klabu yangu ya Dodoma ambayo nimesaini kwa muda mfupi iwe katika nafasi nzuri, afu na performance yangu ile ndio inafanya mimi niweze kuitwa national team. Kwa sababu kuitwa national team kwa mchezaji au kutokuitwa haimaanishi ndio umekatisha malengo yako. Unaweza kuwa ni mchezaji mzuri lakini huwezi kuitwa national team kwa sababu national team kila kocha anaenda na mfumo wake. Kama mfumo wa mwalimu kwa uendani na wewe, sidhani kama kuna haja ya kuitwa national team. Kwa hiyo mimi nacheza kwa sababu ya Dodoma, mwisho wa siku nikipata nafasi ya kuenda nitaenda, lakini muda bado upo na nina imani kwamba nitaenda tena kushiriki. Timu za taifa zikifundishwa na walimu wageni pamoja na walimu wazawa, kuna tofauti gani? Sababu Ivory Coast pale tulikuwa na mwalimu mgeni, jina limenitoka, lakini alipokuja kushikilia Morocco team tunaona anafanya vizuri. Kuna tofauti gani ama kuna hamasa gani mwalimu wa nje na mwalimu wa taifa husika? Unajua mimi naweza kusema kwamba kuna kama vipindi kwa sababu kuna kipindi labda tulikuwa na mwalimu wazawa na tukuweza kuqualify, wakaja walimu wageni tukaqualify. Na hata kama mashindano aliyopita uliona mechi za kwanza tulianza kusuasua, wakaja akashika mwalimu Amriche tukaenda tukaqualify. Na kipindi cha sasa hivi ameshika mwalimu mzawa, timu imequalify. Ni vipindi na hisi ni kwamba ni mpira wetu umezidi kukua. Sidhani kwamba labda ni tofauti ya walimu au ni tofauti ya makocha au wazawa au sio wazawa, lakini mimi naamini kwamba mpira wetu umekua na sasa hivi target yetu kila mtu anayejua Tanzania ni swala la kuqualify AFCON, ni sio swala ambalo sasa hivi kila mtu anaona kwamba ni gumu kwamba tutaqualify tu, lakini kitu ambacho kimebaki kwetu sisi ni kwamba tukisha qualify kwa tunaenda kufanya nini. Yaani kitu ambacho kinatumiza sasa hivi ni kwamba hatujawahi kushinda mechi yoyote katika mashindano yoyote ya AFCON ambayo tumequalify. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanya sasa hivi ni kwenda kuvunja ule mwiko ambao upo au ile jinamizi ambalo linatuandama sisi wa Tanzania kwamba hatujawahi kushinda. Kwa hiyo tukianza kushinda hivyo maana yake process itakuwa ni nzuri mpaka mwisho tunaweza kuja kufanikiwa kuwini ile kombe. Yes, Banda, tuzungumzie sakata ambayo linaendelea kwa hivi sasa na klabu ambayo uko naitumikia ya Richard Bay. Nini ambacho kinaendelea Abdi Banda? Watu wanaona juu tu kwamba Banda anawadai kiasi kadhaa. Ni nini ambacho kimetokea mpaka haya mambo yameweza kufikia hapa alipofika kwa hivi sasa? Unajua ni mambo madogo tu, ni mambo tu ya kiukwaji wa mikataba kwa sababu lisign nao contract wa miaka 2 nikatumikia mwaka mmoja wao wakaterminate contract. Kwa hiyo ni vitu tu vya mikataba ambavyo wao wenyewe walivifanya na mwisho wa siku wakukaa mezani na mimi ndio mpaka kesi ikaenda FIFA na FIFA akatoa maamuzi. Kwa hiyo ni mambo madogo na kama wanavyosikia ndio yako hivyo tu. Kwa hiyo Banda, kwenye hili sakata mpaka hivi sasa ambavyo muda huu tunaongea, ni nini ambacho umeshawasiliana na klabu ya Richard Bay ama ni makubaliano gani ambayo mmeshafanya ama kuna kitu chochote bado mjazungumza tangu tamko la FIFA ambalo wamelitoa? Ukishapelekaga kesi FIFA kama vile FIFA anakuamuru kwamba kazi yao ni wao kuongea na mchezaji na mchezaji na FIFA ni kazi yao kuongea na timu. Kwa hiyo likifika swala kama ile hapa washatoa maamuzi, FIFA alinihusu tena mimi. FIFA hawataki kabisa ufanye mazungumzo kwa sababu unaweza kufanya nao mazungumzo mkaelewana nao labda hata kwamba jinsi gani ya kulipa zile pesa, lakini wasije wakafanya vile baadaye FIFA inakuwa haiwahusu tena. Kwa hiyo likishafika swala FIFA maana yake Richard Bay hawana haki ya kuongea na mimi wala mimi sina haki ya kuongea nao kwa sababu jambo lishafika FIFA.
Ni kiasi gani ambacho unawadai? Ni hela ndogo tu, sio hela nyingi. Hela ndogo Banda, hela kiasi gani? Unajua hamna hela ndogo, mimi naamini hata 10,000 ni hela kubwa. Hamna hela ndogo tu, sio hela nyingi, hela ndogo. Hela ndogo tu. Banda, hutaki kutuambia kiasi. Basi tuambie hata labda ni kiasi gani ambacho unapaswa kulipa awali afu hichi kingine tukifiche. Ni hela ndogo, hataki kulipa awali. Hela ya FIFA anataka ulipe yote kwa wakati mmoja. Na ndio maana huwa inachukuaga muda mrefu sana mpaka kuilipa. Yaani Kaingopa anatakiwa alipe kwa awamu, walitakiwa labda waingize kiasi fulani, lakini FIFA hataki hivyo. Taarifa ambazo zilizopo ni milioni 300, ni kweli ama kuna zaidi ama kuna pungufu? Mimi sijawahi kusema hivyo. Kwa sasa sijui kama ni hizo au sijui like kama, lakini tuangalie zikiingia nitajua. Zikiingia nitakuja nitaambia Tanzania zimeingia bei gani. Haya bana, sasa Banda inabidi tuzungumzie kwamba inabidi wape hamasa wachezaji ambao wanatoka chini kwa hivi sasa kuja juu. Ni kitu gani ambacho unaweza ukawashauri kama mchezaji mkongwe, kama mchezaji ambao umeshacheza ligi tofauti tofauti? Kikubwa mimi napenda kuwashauri kwa vijana ambao wanachipukia, ambao wanapenda mchezo wa soka na ambao wanataka kutimiza malengo yao kwenye soka. Na kama wanavyoona sasa hivi mpira ni biashara, mpira sasa hivi ni kazi na mpira sasa hivi unalipa. Unaweza ukafocus kwenye elimu na baadaye ukaja pia kwenye mpira, ukaja pia ukatoka kwenye mpira na ukatoka pia kwenye elimu. Kwa wale ambao wanasoma, waendelee kusoma, baadaye kama mtu atakuwa na talent ya mpira anaweza kuingia kwenye mpira. Kwa sababu kama unavyoniangalia mimi nimetoka vijana Kombezi, nimeenda African Sports, nimeenda Coast mpaka national team, mpaka sasa hivi nimeenda kucheza nje. Kikubwa ni wao wachezaji wadogo ni kuwa na malengo. Unajua hata kwenye maisha lazima uwe na malengo. Unajua watu wengi wanashindwa kuelewa. Wanaamini kwenye kucheza mpira au wanaamini kwenye kufanya kazi. Lakini hata kazi ambayo unaifanya ikiwa hauna malengo huwezi kufanikiwa. Kwenye mpira lazima uwe na malengo. Kwa sababu mimi nacheza mpira huu, nataka nicheze Dodoma au nicheze klabu nyingine, niende sehemu nyingine. Lakini kama utakuwa una malengo, maana yake utakuwa unacheza hujui kitu gani unafanya. Kikubwa lazima uwe na malengo. Kikubwa ni kufanya malengo, kufanya mazoezi kwa bidii na kumsikiliza mwalimu. Unajua kwenye mpira hata Messi mwenyewe sasa hivi bado anafundishwa na makocha. Na ni mchezaji bora duniani na kila mtu anamjua na bado anafundishwa na makocha. Mchezaji mdogo lazima umsikize mwalimu, lazima uwe na malengo yako na lazima uheshimu kila ambacho anakuambia na lazima uwe na role model wako kwamba mimi nacheza mpira kwa sababu ya mtu fulani. Na mifano ipo. Mimi mtu ambaye ameninspire mpaka sasa hivi kufika hapa ukiacha Marembo Znia ni Mbwana Samata. Mbwana ndo amekuinspire zaidi mpaka hapa ulipo kwa sasa. Mtu ambaye amenifanya mimi kwanza nikacheza nje. Yaani watu kitu ambacho hakijui. Mbwana Samata ndo mtu ambaye amenifanya mimi nikacheza nje. Na historia mimi na Mbwana ilikuwa Mbwana yuko TP Mazembe, mimi nipo Coast, ndio naitwa national team 2014. Ndio nakutana na Mbwana. Unajua Mbwana kipindi yuko TP Mazembe, unajua ilikuwa zamani kwenda kucheza nje ni kitu kigumu sana. Watu wengi kwa na ukimwona Mbwana unajua ni kitu sio kitu rahisi. Na ilikuwa zamani sio kitu rahisi kweli kwenda kucheza nje, mchezaji kutoka Tanzania kwenda kucheza nje. Kwa Mbwana anacheza TP Mazembe na Thomas Limwengu. Ndio watu ambao wameninspire mimi kusema kwamba lazima niwe kama wale. Kuna kitu chochote ambacho Mbwana amehusika mpaka hapo ulipofika kwa sasa? Kwa asilimia kubwa, kwa sababu mimi nacheza Coast, kiatu cha kwanza kizuri amenunulia Mbwana. Kwa watu kitu ambacho hawajui, yani kiatu cha kwanza kizuri kabisa cha mpira alinunulia Mbwana Samata. Na ndio mtu ambaye alikopoa akija national team tukimaliza kula chakula cha usiku lazima nimuulize kwamba yuko chumba namba fulani, naenda kule na nikienda kule liko maswali yangu mimi ni machache tu. Je, pro anachezaje? Kongo anaishi vipi? Nikipata nafasi ya kwenda changamoto zake ziko vipi? Kwa hiyo hata mimi kipindi napata nafasi ya kwenda South Africa ndio mlikuwa mnashangaa kwamba sikurudi. Kwa sababu tayari nimeshajua kuna changamoto gani. Niko tayari kwenda kuzikabili. Kwa hata siku mimi napata ofa ya kwenda nje, simu kwanza nilimpigia Samata. Na kitu gani ambacho alikushauri unapoenda South Africa? Aliniambia tu kwamba imetokea nafasi ya kwenda South Africa usiangalie ni timu gani. Wewe nenda. Alafu wewe huko ndo utajua. Kwa hiyo mimi nilivyoenda kule na nilikuwa mtu unaongea naye kila siku na ndio mtu ambaye mpaka leo hii naongea naye kwa sababu ni mtu ambaye alinifanya mpaka mimi nimefikia hapa. Bwana, hayo ni mengi ambayo umeyasikia kutoka kwa Abdi Banda, mmoja wa wachezaji ambao kwa hivi sasa wana wiki zaidi, lakini na kwa kipindi cha nyuma ameweza kufanya makubwa zaidi. Cha kukusii zaidi, usiache kutufuatilia Sky International TV, bonyeza alama ya kusubscribe ili wa kwanza kupata update zote ambazo zinakuja. Leo tumeanza na Abdi Banda, mengi zaidi yanafuata na mazuri zaidi yanafuata.